Ulimwengu wa teknolojia umeleta mabadiliko makubwa katika nyanja mbalimbali. Leo hii sio kama zamani ambazo ujumbe ungekawia kufikia walengwa. Vyombo vya habari vinajizatiti kuona kwamba vinaenda na wakati, kukupasha matukio pindi yanapojiri. Shinikizo hili la kwenda na wakati limeleta faida na hasara kiasi chake. Wanahabari wengi utawapata wanakosa usingizi ili tu kumfahamisha msikilizaji na mtazamaji kuhusu hili au lile. Kwa sababu ya shinikizo hili, vyombo vya habari vimelazimika kuimarisha usambazaji wa habari kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni hatua nzuri katika kukuza uhuru wa kupasisha taarifa. Kinachoonekana kuvuruga maadili ya haya ni tabia ya wananchi kurekodi kila tukio na kisha kulipakia mtandaoni. Leo hii mitandao imejaa matukio mazuri na mabaya, ya kufunza na ya kuchochea, ya kuchekesha na ya kukasirisha. Utapata watu wanapigana badala ya watu kuwatenganisha kama ilivyokuwa hapo zamani. Video hiyo inachukuliwa na kusambaza kwenye mitandao ili kuunda maudhui ya mtandaoni. Utapata gari la mizigo limeanguka, watu wanafika hapo na kung'ang'ania bidhaa wakitoroka nazo. Wenye simu nzuri watakuwa wakirekodi na kutusambazia kwenye mitandao. Mifano ya hii tabia ni mingi. Watu wanaunda content ili mwisho wapate pesa kwa video kama hizo. Kwa sababu hii tunashuhudia kuzorota kwa maadili. Baadhi ya video hazina maadili kabisa. Utapata mtoto anajibu mamake kwa kiburi. Utapata video nyingine ikionyesha wazazi wanapigana mbele ya watoto wao. Utaona zingine zinafichua utupu wa watu. Haya yote ni kwa sababu ya content creation. Sauti ya Kipenga inakashifu mwelekeo huu na kusema kwamba kinachohitajika ni video zenye maudhui ya kuhamasisha. Tunahitaji video zenye picha za kufahamisha, na zaidi sana tunachotaka ni video zenye kujenga maudhui ya maadili ya uzalendo, amani, upendo na mshikamano ambao unazaa matunda ya ufanisi. Tumepuliza Kipenga. Mimi ni Nelson Songa. Kipenga cha Amaika.